Na hii ni habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edastina Tibashailwa. Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii itaendelea kushirikiana na nchi wanachama wa mkataba wa Lusaka katika kukabiliana na biashara haramu ya wanyamapori na mazao ya misitu inayovuka mipaka ya nchi ili kuboresha uhifadhi, kuendeleza utalii na kukuza uchumi. Akifungua mkutano wa 14 wa kamati ya wataalamu wa baraza la usimamizi wa mkataba wa Lusaka ulioanza Mei 6, 2025 jijini Arusha, mkurugenzi wa wanyamapori Dr. Alexander Robora amesema kuwa mkataba huo umekuwa na manufaa makubwa kwa nchi wanachama, kuunganisha nguvu za pamoja kukabiliana na uhalifu unaovuka mipaka. Aidha, Dr. Robora amesisitiza kuwa juu ya wananchi wanaojishughulisha na ujangili kuacha mara moja na kujielekeza katika kazi halali za kujipatia kipato, kwa kuwa utekelezaji wa mkataba huo hautaruhusu wahalifu kujificha popote. Waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Ashatu Kijaji amesema kuwa serikali hivi karibuni itahitimisha mchakato wa ununuzi wa meli 8 kwa ajili ya uvuvi wa bahari kuu. Waziri Kijaji amesema hayo Mei 6, 2025 katika mkutano wa waandishi wa habari kuelezea mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 kwenye Wizara ya Mifugo na Uvuvi katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo, Dodoma. Meli hizo zitatumika kwa shughuli za uvuvi Tanzania bara na Zanzibar, ambapo kwa upande wa Tanzania bara meli hizo zitatumiwa na shirika la uvuvi Tanzania Tafiko. Kimataifa, India imefyatua makombora kadhaa ndani ya ardhi ya Pakistani mapema leo alfajiri na kusababisha vifo vya watu 8 katika mashambulizi yanayoweza kuzusha vita baina ya nchi hizo mbili jirani na hasimu wa miaka mingi. Mamlaka za Pakistan zimesema kuwa makombora ya India yalilenga jimbo linalozaniwa kuwa na pande hizo mbili la Kashmir pamoja na mkoa wa Mashariki wa Punjab. Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif amelaani mashambulizi hayo ya anga na kusema nchi yake inayo haki ya kulipa kisasi kwa hujuma hizo za India alizozitaja kuwa ni kitendo cha kivita. Makadinari wenye dhamana ya kupiga na kupigiwa kura wanakutana katika baraza la siri kuchagua papa mpya. Mkutano huu wa siri unaofanyika katika kanisa dogo la Sistina Mei 7 mwaka huu, ukijumuisha makadinali 135 kutoka maeneo mbalimbali duniani. Mkutano huu unafuatia kifo cha Papa Francis aliyefariki akiwa na umri wa miaka 88 Aprili 21 na mazishi yake kufanyika Aprili 26 mwaka huu. Hakuna muda maalum uliowekwa kumchagua papa mpya, lakini mikutano miwili ya awali ya uchaguzi huo wa papa ulifanyika mwaka 2005 na 2013 ilidumu kwa siku 2 pekee. Kwa zaidi ya miaka 750 sheria kali zimetawala orodha ya makadinali wanaokusanyika kumchagua papa. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio. Habari kamili itakujia ifikapo saa 10 kamili jioni. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ, X Ishizo Media na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.